Assalamu alaikum popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Tatu City kaunti ya Kiambu, mahali ambapo leo hii mikeke na sherehesha masuala mazima ya taekwondo, mashindano ambayo ni ya kanda ya Afrika Mashariki yanafanyika hapa. Lakini awali ya yote tuandamane hadi tamati na tufungue kama kawaida yetu kwa ratiba ya ligi kuu ya mpira miguu hapa nyumbani. Mtanange mkubwa ambao unasubiriwa kwa hamu na hamu ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo ni Gor Mahia dhidi ya Shabana FC katika ngarambe ambayo mara nyingi inakuwa na mshike. Mashabiki hapa na pale wanakuwa na mambo yao ya chini kwa chini, lakini ni mechi ambayo pia huenda wakiandika ushindi hawa Gor Mahia watakuwa wanaimarisha kampeni yao ya kuendea taji la 22 katika historia. Na ni kwamba mbali na Gor Mahia na Shabana kuna Mara Sugar dhidi ya APS Bomet, alafu Bidco United dhidi ya Sofapaka. Sofapaka amekuwa na msururu wa matokeo duni msimu huu, alafu Polisi ambao katu sioni wakitetea taji watakuwa wanakipiga dhidi ya katika uwanja wao wa nyumbani. Tuondoke siku ya Jumamosi tuingie siku ya Jumapili ambayo ni hapo kesho, na mechi ambayo pia inasubiriwa kwa hamu na gamu ni AFC Leopards watakuwa nakipiga dhidi ya Tusker katika uwanja wa taifa wa Nyayo, ngarambe ambayo pia Fred ambayo ni ya makuu. KK Homeboys wako nyumbani katika uwanja wao wa nyumbani ambao ni Bohongo ndani ya kaunti ya Kakamega. Walikuwa wanacheza dhidi ya Bandari. Bandari wamesafiri safari ndefu kutoka kaunti 001 Mombasa hadi maeneo ya Kakamega. Murang'a katika hima ya Pesa Arena dhidi ya Mathare. Kariobangi kipiga dhidi ya Posta Rangers, na mtanange wa mwisho utakuwa ni Nairobi United watakuwa dhidi ya Ulinzi uwanja wa Polisi Sako hapa jijini. Ndoke hapa nyumbani katika ligi kuu ya kule wakoloni wetu na ni England, na ni kwa ambazo pia zimeratibiwa kuchezwa leo na kesho siku ya Jumapili. Jana usiku yao ikiwa ni 2-2 ni Bournemouth dhidi ya Manchester, alafu leo sasa ni Brighton dhidi ya Liverpool. Ndio ngarambe ya mapema kabisa ambayo itakuwa inapigwa mida ya saa 9:30 aswa. Fulham dhidi ya Burnley. Man City ambao ni mabingwa wa miaka ya nyuma ikipita wakitawala mara 6 na watakuwa nakipiga dhidi ya Palace, lakini mtanange huo kairishwa kwa sababu ya heshima ya mechi ya finali ya kuwania kombe la Carabao ambayo itapigwa ndani ya uwanja wa Wembley hapo kesho. Na vinara wa ligi kuu Everton dhidi ya Chelsea na Leeds United cheza na Brentford katika mechi ya mwisho ya Jumamosi. Tuingia Jumamosi ni kwamba Jumapili Newcastle United watakuwa wanashuka katika uwanja wa St James's Park dhidi ya Sunderland, alafu Aston Villa dhidi ya West Ham United, na Spurs ukipenda Tottenham Hotspur watakuwa wanacheza na katika mitanange mitatu ya siku ya Jumapili. Tuachane kabisa na masuala ya
moja tuangalie makala ya kutoka kwenye ubora wake. Susan akimwangazia wa mabingwa wa bara Afrika bado huyo ni mchezaji anayechanganya nguvu, akili na nidhamu, sifa zinazomfanya kuwa nguzo muhimu katika safu ya ulinzi. Mamadou Sarr alizaliwa tarehe 29 Agosti mwaka 2005 mjini Ufaransa, akiwa mtoto wa aliyekuwa mchezaji wa kimataifa wa Senegal Pape Sarr. Alikulia katika mazingira ya soka akifuata nyayo za babake, jambo lililomjenga mapema katika misingi ya kandanda. Safari yake ya soka ilianza katika klabu ya Etoile Sportive kabla ya kujiunga na Lens na baadaye kuhamia akademia ya Lyon mwaka 2018. Huko ndiko alikomaa zaidi na kuanza kuonyesha dalili za kuwa nyota wa baadaye. Msimu wa mwaka 2021 mwaka 2022, akiwa na miaka 16 pekee, Sarr alikuwa mhimili wa kikosi cha vijana cha Lyon kilichotoa kombe la Gambardella, akifunga mabao muhimu katika robo finali na nusu finali. Tarehe 27 Mei mwaka 2023 alipata nafasi ya kucheza mechi yake ya kwanza ya Ligue 1 akiwa na Lyon katika ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Reims. Baadaye alitumwa kwa mkopo katika klabu ya RWD nchini Ubelgiji mwaka 2024 ambako alicheza mechi 10. Mnamo Agosti mwaka 2024 alijiunga na Strasbourg. Hatua kubwa zaidi ilikuja tarehe 9 Juni mwaka 2025 alipohamia Chelsea kwa mkataba wa miaka 8, ishara ya imani kubwa kutoka kwa klabu hiyo ya ligi kuu ya England. Hata hivyo, alirejeshwa Strasbourg kwa mkopo kabla ya kurejea Chelsea mwezi Februari mwaka 2026. Tarehe 13 Februari mwaka 2026 alipata nafasi yake ya kwanza kucheza katika kikosi cha Chelsea katika ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Hull City kwenye kombe la FA. Akiwa mlinda ngome, Mamadou Sarr hajulikani sana kwa kufunga mabao, lakini amewahi kufunga mabao muhimu katika ngazi ya vijana akiwa Lyon na kutoa mchango mkubwa wa ulinzi katika klabu alizochezea. Kwa sasa akiwa katika klabu ya Chelsea, Sarr anavaa jezi nambari 19. Katika AFCON mwaka 2025, Sarr alikuwa sehemu ya kikosi cha Senegal kilichotoa ubingwa huo, akicheza dakika zote 120 katika fainali dhidi ya Morocco, hatua iliyompa tuzo yake kubwa ya kwanza katika soka la wakubwa. Sarr ni beki wakati, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo mkabaji. Kutoka soka la vijana nchini Ufaransa hadi kutoa ubingwa wa Afrika akiwa na Senegal, Mamadou Sarr anaonyesha kuwa ana kila kitu cha kuwa beki mkubwa baadaye. Susan Oweru, makala ya Makinda Hatar. Na sasa tuende tupate makala ya Toto na Tetesi, mara hii akimwangazia nyota wa Real Madrid, beki mstaarabu. Alishinda mataji akiwa na Liverpool kabla ya kuhiari kuondoka kwenda Santiago Bernabeu. Huyo ni Alexander Trent Arnold. Mchezaji nyota wa Uingereza Trent Alexander-Arnold anaripotiwa kuachana na mpenzi wake Stella Benke baada ya kuwa pamoja kwa takriban miezi 18. Toto na Tetesi imefahamu kwamba wawili hao wanadaiwa kufikia uamuzi huo kwa makubaliano ya pande zote mbili, huku wakisisitiza kuwa wataendelea kuwa marafiki licha ya kuachana. Mahusiano ya Trent na Stella yalianza kuvuma mwezi Novemba mwaka 2024, muda mfupi baada ya beki huyo kuhama kutoka Liverpool kwenda Real Madrid. Stella mwenye miaka 25 alichangia kwa kiasi kikubwa kumsaidia Trent kuzoea maisha mapya nchini Uhispania. Hata hivyo, vyanzo vya karibu vinaeleza kuwa ratiba zao zilizojaa kazi nyingi ndizo zilizopelekea mahusiano hayo kufikia mwisho. Kuachana kulikuwa kugumu, lakini wote walijua ndio uamuzi bora. Walikuwa pamoja kwenye nyakati nzuri, lakini sasa
wanaenda njia tofauti wakiwa na upendo na shukrani. Inasemekana pia kwamba wawili hao wataendelea kuwa na urafiki mzuri. Hata hivyo, ishara za mtandaoni zinaonyesha mabadiliko baada ya Estelle kuacha kumfuatilia Trent kwenye mitandao ya kijamii. Maisha ya kimapenzi ya Trent yamekuwa yakivutia hisia za mashabiki, hasa baada ya kuachana na Iris Law ambaye walikuwa pamoja kwa miezi 5 pekee. Licha ya mafanikio yake ya kifedha, akiwa analipwa zaidi ya pauni 180,000 kwa wiki, Trent amekuwa na msimu mgumu katika klabu ya Real Madrid kutokana na majeraha yaliyomkosesha uthabiti uwanjani. Akiwa amechezea Real Madrid mechi 23 tangu kujiunga na klabu hiyo, nafasi yake katika kikosi cha Uingereza kwa michuano ya kombe la dunia inaonekana kuwa finyu, hasa kutokana na ushindani mkubwa kikosini. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, mashabiki wanaendelea kufuatilia kwa karibu maisha ya mchezaji huyo ya ndani na nje ya uwanja. Ni wazi kuwa safari ya Trent Alexander-Arnold bado ina sura nyingi katika soka na maisha binafsi. Toto na tetesi. Mikiki, NTV. Tunaingia rasmi sasa kwa mada ya siku ya leo, ikiwa ni taekwondo ya kanda ya Afrika Mashariki ya shule mbalimbali hapa nyumbani. Na nataka kwa haraka upesi nimlete ndani Mike Wanjau ambaye ni coach wa taekwondo na amekuwa akifanya mambo makubwa, kusafiri kuingia maeneo mbalimbali. Ametoka kule Cairo, Misri mwaka jana akienda kufanikisha mashindano makubwa ya taekwondo. Angalau nimlete ndani tuseme naye mawili matatu. Mike, haraka upesi tu useme mawili matatu hapa mwanzo, mnafanya nini leo hapa? Leo we have competition for East African schools and colleges. Our aim is to nurture and harness talent through taekwondo. Yes. Na hasa shule ngapi kijumla, tupa taarifa kubwa? We have had 33 schools all the way, but unfortunately Tanzania was to be here, but they were denied the ETR visa, passport. Sorry, their systems were low. So we had like 20 teams coming from Tanzania. So far mashindano yakoaje? They are great. We've gone with well, and we have really had challenging moments. Students from 3-4 years who are showing great improvement, whereby we've nurtured and done as well. At least we know we can get good students from the join junior secondary schools. Sasa wanashindania nini? Manake naona kule mbele kuna vikombe. What we have today, we have 3 categories. We have Kyurugi. Kyurugi, this is fighting, whereby they fight one another. Another one is Pumse. These are taekwondo forms, whereby we get to understand students. How do they understand this knowledge of taekwondo? And the last one is Kyokpa. Kyokpa is breaking, whereby they are tested, their confidence, you see, courage and power, such things. Yes. Na hasa ushindani umeonaje? Ushindani this time imekuwa tough. Tumeweza kuchukua kikombe, tunachukua kama wananovania. Na Nova Pioneer hasa huwa mara nyingi naona mnazingatia katika ukuzaji wa vipaji. Yes, at Nova, here we usually is a school of greatness, whereby we are pioneering anything. Pioneer means we're starting up with something. That's what you see. At times we normally host competitions, we have excursions, we usually nurture students so that they can be individual. They can be creative people in the society. They can bring a solution to the nation and the society too. Coach mwenyewe, haya maarifa taekwondo litoa wapi? Taekwondo started when I was a young person, and through Grandmaster Ngana, who is here, and I started when I was in that was class 2 there, when I was 6-7 years. So now with that, I had to enjoy the process of joining the national team, and at least getting to understand how can taekwondo improve person. How can taekwondo create employment? How can taekwondo make you a resourceful person in the society? So now with taekwondo, it has built me to be a person. Students here look me as a father, a mentor. This is something that motivates me. We have students all the way from kindergarten to colleges. Yeah, we have even other students who used to be my students. They finished campus. They are here too. Na haya ndo mashindano ya kwanza mnafanya huu mwaka ama mnapangaje? This is the first tournament we have done this year.
but we have 6 competitions. We usually engage in both local competition and international competition. So last year, but we went to Egypt so that we can get the skills on how we can nurture our students, at least to get to understand the points, the Olympic style right now. So we decided to take a whole 1 year to rest, put into work, so that we can start engaging next year. Yeah. Na kwa hiyo haya kisha bado hamna mengine. We have so many major competitions going on, and this one where we just wanted few schools that can participate with us, and we even closed the window to other schools. So we still have like 6 competitions coming before the end of the year. Na ukiangalia Faith Ogalo aliandikisha historia kwenda Olympic ya Tokyo mwaka 2020, ikafanyika 2021 sababu ya corona. Labda hapa tunaweza tukapata kina Faith wengine wengi. Ni kweli hata Faith alianza akiwa shuleni, yeye alimpata akiwa campus. Sisi tuna wanafunzi wengi wenye wameanzia kindergarten. So at least yes, we have a lot of Faith Ogolas here. If well and nurtured well, the government sees them, and even parents, we thank parents how they're supporting them. If they can truly understand and see the potential of each child, support them, indeed we can have Faith Ogolas. Na ukiangalia wanapita tu ndo raha. Sasa kijumla hapa wanafanya bado wasichana na wavulana? Ni kweli hapa tunafanya wasichana na wavulana kwa sababu taekwondo is a sport that can be done by everyone. In fact taekwondo is a Korean martial art. The only martial art in Olympic Games, Commonwealth Games. So it can be done by anyone. Yeah. Na hii CBC inasaidiaje? CBE aswa. So CBC tunapongeza sana government kwa sababu CBC it has really helped to bring confidence of students, not only learning but even to make it as an incredible career of choice in their studies. It has improved discipline, mental stability, whereby they are gaining the tenets that are involved in taekwondo, whereby it's integrity, courtesy, self-control, indomitable spirit, and perseverance. So we have all witnessed this. Ukiona tumetoka kuandaa mashindano ya under 21 hapa nyumbani, hasa ni fursa nzuri pia ya hawa siku moja waende waiwakilishe Kenya. And ni kweli ilitupatia, it gave us a window, knowing that any person can participate in it. And since we are in schools, to all coaches all over Kenya, we are encouraging each and every coach to at least update their studies, get to understand the new rules that are there in taekwondo Olympic style, so that we can have an easier way when the government is doing selection to schools. We can have a window of at least more students who can participate. Yes. Na angalia wewe ukiwa mchezaji miaka yako, leo hii uko kochi, nini hasa kinakupa msukumo? Unataka bado kulea talanta? One thing is that it was tough then. We didn't have support. Our parents wouldn't have allowed us to do it. But right now, at this moment, it's a new generation whereby we have parents who support students. We have a society that accepts you, and we have even coaches like me who have passion, at least to expose our students. So whereby it's easier to submit to mwanafunzi as a kuja hapa nje participate in different disciplines. For example, most of our students who are in taekwondo here at school, they are also swimmers, they are also footballers. So whereby even coaches are encouraged, and they're wondering why the students are not engaging more in football, but when they go to the skills, they capture it very fast. So I think it's also contributing to develop a full person. Na nilikuwa najaribu kuangalia Nova Pioneer, si mara moja tumekuja hapa. Hasa ulikuja ukapotea kidogo, ndio umerudi tena. Hiki kipindi umekuwa nje, ulikuwa unaweka mikakati gani? We were putting structures. Structures means how can we develop a student from one grade to the other one, ensuring we put them to the world class. That was the aim and intention. And this one can't be done by one person. So whereby we are seeing there is support from the government, we have support from the parents, and even for the most, we have even full support from our principal, Principal Christine Kathurima. We are even wishing her a quick recovery
she was to be here. We are even wishing her a quick recovery. Yeah, she's one of our biggest supporter. Yes. La Kenya kijumla ukiangalia talanta huwa zikikuzwa katika umri huu mdogo kama hawa watoto wadogo, kesho watakuja kuwa tegemeo, si kama wakati mwingine unakuta tumerukia kule juu. Kuandaa mashindano ya East Africa kama haya, nini hasa kile kufanya ufanye kwa ya East Africa kabisa, isiwe ya Kenya peke yake? My aim is to try look for value as well as unite these students with the nearby communities to at least make students understand they can even move from one place to another, as well as try to understand their skills are different with others so that everyone can work on it, since taekwondo is an individual sport. Yeah. Hii sport ilitokea Korea? Ilikuja Korea, South Korea. Yeah. Huko South Korea wanapiga hatua kubwa. Kuna kipindi nimekuwa pale pia, martial arts huwa ndo wanazingatia sana. Ni kweli. Kwa sababu tukiangalia historia, this was their only way of defense. Upande wa ukoloni, that's where they introduced taekwondo. In fact, it came from taekwondo, ikagro to taekwondo. And right now there are so many windows. Yes. Naweza zungumza na mzazi mmoja pia angalau? Yes. Itakuwa raha zaidi angalau waniambie pia uwepo wao hapa ni muhimu. Ni mashindano ya taekwondo yakiwa ni baina ya shule hasa kanda ya Afrika Mashariki, na ni kwamba tayari wanacheza katika umri tofauti, umri mdogo, talanta zinakuzwa hapa na pale, na ndio mwanzo tu Kenya imetoka kuandaa mashindano ya under 21 ikiwa tayari mambo mengi yanafanyika tu hapa na pale. Nataka pia nimlete Toto wa Rege angalau tuseme naye mawili matatu katika upande wa masuala mazima ya magazeti, alafu tuangalie mambo yanakwendaje. Niseme na mmoja hapa angalau mzazi. Hapa si baba hapa. Mambo vipi? Unaitwa nani? Naitwa Nyawera. Naona uko hapa na mtoto wako, mashindano yakoaje? I think iko sawa, tunaendelea vizuri. Natumaini sijui kama atacheza tena ama atapigana tena, lakini acha tuone venye kunaendelea. Naona unamkuza vizuri kispoti. Kwanza kabisa yeye anapenda sana kukimbia, pia taekwondo. I think she's more of an athlete, and naonelea ni vizuri hata nikikuwa very supportive, which of course it's good. Unaona siku moja anaweza kuwa mwana taekwondo ama mkimbiaji? I think akuwe mkimbiaji pia mimi. Unataka akuwe mkimbiaji? Pia yeye anapenda kukimbia, so hakuna shida. Kwa hiyo hata unakimbia? Mimi hukimbia. Unakimbia mbio gani? 10K, 5K. I'm hoping to do a marathon this year. Yes. Na kuna mashindano pia umeshiriki hapa na pale ukashinda? Sasa hivi hapana yenye ni very famous no, but every morning mimi hukimbia. Yes. Basi ndio vizuri ukiwa wewe ni mwanaspoti, mtoto pia afuate nyayo za mamake. Kweli. Yes. Asante. Huyo ni mzazi mmoja ambaye anasema yeye pia ni mwanariadha, anakimbia na mtoto wake sana anataka kuwa mwanariadha pia kimbie kama yeye. Hasa angalia vile wanatayarishwa katika umri wao mdogo hapa, ikiwa wanaandaliwa ndio waanze tena mapigano. Referee anasema tupatane. Kila vyao wamevalishwa vizuri, hakuna mahangaiko, akipigwa teke inamzuia, hakuna kuumia. Ndo raha starehe kabisa. Pepa mwingine Mike niseme naye. Angalau niseme na wazazi ambao pia wamekuja hapa na watoto wao, ili mradi waniambie mambo yanakuaje katika ukuzaji wa vipaji. Si mama hapa mkubwa wangu. Unaitwa nani? Naitwa Simon Wanyoike. Simon, umekuja na mtoto wako hapa leo? Niko na mtoto hapa, naitwa Lion Wanyoike. Yes. Amefanyaje leo? Amejaribu. Yes. Unataka kumlea kuwe mwanaspoti siku zinakuja? Yes, nataka akuwe, unajua taekwondo napatia mtoto akuwe discipline, hakuna ile self defense. Yes. Which is very important at the moment. Huwa anacheza taekwondo pekee yake kama kuna ingine pia? Anacheza taekwondo na kwa football. Yes. Shabiki gani wewe wa football?
Arsenal. Mnabeba kikombe? Hiyo kikombe lishabeba hiyo. Na kesho mko na City katika finali ya Carabao. Na hiyo tunachukua, hiyo ndio appetizer hiyo. Unaanza na kesho kufungua kabati. Appetizer. Kila la heri. Asante. Asante sana. Ndio raha kabisa. Njoo mkubwa wangu tuseme mawili matatu hapa. Shuka chini kidogo. Hapo. Unaitwa nani? Naitwa Coach Brian Nyore. Mimi ni coach wa taekwondo. Anafurahia kuwa hapa leo. Coach, unaonaje leo mashindano? Mashindano yamekuwa bora kabisa. Ingawa tulitarajia wachezaji wengi zaidi, lakini katika hali ya anga kidogo imeweza kuleta tashwishi, lakini wenye wako pia wamejitolea kabisa na wameonyesha kuwa huwa wanafanya kitu popote ambapo walipo. Na coach, wewe ulianza lini ya mambo ya taekwondo? Taekwondo nimefanya sasa kwa kipindi kama miaka 15. Nilianza nikiwa mchezaji, nimecheza kwa miaka, nimekuwa katika timu ya polisi, nikacheza hadi nikaweza kupata nafasi pia kuwakilisha Kenya katika mashindano mbalimbali kama yale ya All African Games kwa awamu ya 2015 na 2019. Na nikafika pale ambapo kasema pia mimi nirudishe mkono. Sasa nikaamua kuacha kucheza ili nikuwe kocha pia mimi niweze kukuza talanta. Kaamua ule talanta sasa. Naam, hivyo. Katika kukuzaji talanta unaonaje? Kenya tuna nafasi kubwa ya kutoa wachezaji kama nyinyi, sasa mmeshiriki mashindano makubwa. Kenya tuna nafasi kubwa, tuko na watoto wengi sana ambao sasa hivi wanafanya taekwondo, na tunashukuru sana serikali kwa sababu ya kuleta hii program ya CBC, because CBC haina restrictions mingi. Inajaribu kuonyesha wazazi kuwa kuna vitu kando na masomo tu ambayo yanaweza kufikisha mtoto mahali. Kwa vile tunaona huku nje kuna watu ambao wanaweza kujikimu kimaisha kupitia spoti. Kwa hivyo pia tunaamini kuwa taekwondo inaweza kukufungulia milango. Kando na masomo, kama tuko naye Olympian wetu Faith Ogalo ambaye aliturepresent kwenye Olympics, milango yanafunguka tu kwa sababu everyone wants to associate themselves with an Olympian. Inaweza kuwa sio taekwondo directly ambayo itakupea nafasi, lakini kulingana na ile kujulikana inaweza kufungulia milango mingi zaidi. Na mtu anaweza kuitegemea taekwondo katika maisha. Mtu anaweza tegemea taekwondo. Sasa hivi mimi niliajiriwa kazi kwa sababu ya taekwondo. Na nashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni talanta. Nilianza kimchezo, sikujua, ilikuwa tu passion. Kufuatilia tu passion yako, lakini ikaende kanipa kazi. Na hiyo kazi pia imeweza kunifungulia milango zingine. Sasa hivi mimi ni kocha. Kwa hii upande ya coaching pia bado naweza pata mapato. Kwa hivyo taekwondo inaweza kukupa kitu. Kila la heri. Nashukuru. Huyo ni kocha wa taekwondo, anasema mawili matatu angalau mambo yaweze kwenda sambamba 100%. Sasa yametokea masuala kadhaa, akiwa Senegal bingwa wa bara Afrika amenyang'anywa taji likawa limepelekwa kule Morocco, lakini Morocco wenyewe washikubali kwamba walishindwa katika fainali ambayo walifungwa goli 1-0 ndani ya ardhi yao ya nyumbani, wakipania kuendea taji la pili katika historia. Lakini nahodha wao ambaye aliwahi kuitumikia Real Madrid, mabingwa mara 15 wa dimba la ligi ya mabingwa Ulaya, leo hii ni beki mstaarabu wa pembeni kulia akitumikia timu ya PSG, mabingwa wa sasa, mabingwa tetezi. Amesema yeye hataki kabisa kuendea lile taji kwa sababu anaamini walishindwa katika fainali ambayo walifungwa goli lake weye ndani ya dakika zote muhimu wakawa wamefungwa. Sasa nataka kwa haraka upesi nimlete ndani Toto Arega angalau tuseme naye mawili matatu hapa. Hakimi akiwa amesema hataki ile taji yeye kulichukua. Toto, mambo? Fresh. Amesema Hakimi hataki kombe. Hakimi amesema hataki kombe kwa sababu anajua kitu ambacho alifanya. Kwa sababu alichangia pakubwa kuangaisha wapinzani wao. Angalia, alichangia katika kuchukua towels za goalkeepers wa wapinzani. Kwa hivyo kitu ambacho CAF walifanya jana ni kitu ambacho bado hatujakielewa, hakijawahi kutokea katika soka ya Afrika. Na kitu kingine ni ulimwengu umeshangaa kwamba inakuaje mtu anashinda kombe uwanjani alafu mpinzani wake ambaye hakushinda anaenda mezani alafu anapata hilo kombe. Kwa hivyo ni jambo yani sijui nisemaje. Maana nimeshtuka hadi sasa hivi sijaelewa ilikuwaje.
Na hata ndio bana walikataa kuandaa kombe la mataifa upande wa wanawake likaahirishwa. Swali kama wametishia kafu. Walikuwa wanatishia kafu, na jana Motsepe amesema kwamba hayo maamuzi ambayo yalifanywa yako sawa na yako sahihi na hakuna kulegeza kamba. Kwa hivyo ni kitu ambacho nitasema kimeleta aibu kwa soka ya Afrika. Hii inamaanisha kwamba wachezaji ambao wanacheza soka kulipwa mataifa ya nje, mataifa ya kule Europe hawatatiliwa maanani, kwa sababu hata awali kocha wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp aliwahi kusema kwamba hayo ni mashindano madogo sana Afrika, na wakati mwingi alikuwa anagoma kuwaachilia wachezaji wa Afrika waje kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hivyo sijui itakuwaje, lakini ni aibu. Alafu baada ya CAF kusema kwamba sasa Morocco ndo mabingwa, wakasema sasa tuko tayari kuandaa Women Africa Cup of Nations 2026. Kwa hivyo hiyo ni historia imeandikishwa. Tuangazie angalau magazeti mawili matatu. Tuanze na Taifa Leo likiwa ndani ya gazeti ya Mwanaspoti, ndani ya Taifa Leo. Na kesho toto kuna finali kubwa ya kombe la Carabao, Arsenal dhidi ya Manchester City. Arsenal wanasema kwamba ndio wameanza sasa kushinda yale makombe manne. Wewe kama shabiki wa Arsenal najua hii inakuhusu sana. Mimi inahusu. Inanihusu kwa sababu tunaanza kufungua kabati yetu rasmi hapo kesho. Tunaenda kumtandika huyu ambaye ni Manchester City. Huu ni ukurasa wa 13 ambao umepamba kweli kweli, na hapa wanaangazia Mikel Arteta, kocha wa Arsenal, na Pep Guardiola, mwalimu mkuu wa timu ya Manchester City. Finali ni kesho katika uwanja wa Wembley, kombe la Carabao. Alafu tukiingia katika ukurasa wa 14, ukurasa wa 14 hapa ndo wameangazia angalau mashindano ya shule za upili. Leicester Hill kutifuana na St Joseph katika finali upande wa mpira kikapu, na hawa Leicester Hill kumbuka wanatiwa makali na Eric Mutoro. Kumbuka yeye aliwahi kuhudumu kama nahodha wa timu ya taifa ambayo ni Kenya Morans. Kenya Morans. Na ukiangalia kwenye ukurasa huo Victor Otieno ameangazia masaibu ya dimba la AFCON, na huenda Kenya ikanyimwa zile rights za kuandaa AFCON kwa sababu kwanza haijalipa hela za mashindano, na kitu cha pili uwanja wa kitaifa wa Kasarani jijini Nairobi na Nyayo hauko tayari, na ule uwanja wa Atalanta unaendelea ambao usemekana kwamba unaendelea kujengwa bado umekwama. Kwa hivyo Kenya ipo hatarini kuweza kutoandaa mashindano haya ya AFCON 2027. Ndio, na pia ukiangalia katika mechi ambayo inapigwa leo, Gor Mahia dhidi ya Shabana katika uwanja wa taifa wa Nyayo, alafu FC Leopards kesho dhidi ya Tusker katika uwanja huo wa Nyayo. Tukiingia ukurasa wa 15 hapa, huyu ni star ambaye anafanya mambo makubwa katika urushaji wa Twitter tufe ama kijiwe hivi kimawe. Patrick Ochengi Otieno anataka kufanya mambo makubwa kama yale aliyofanya YouTube man Julius Yego. Tusonge zaidi, tuingia katika vituko vya mastaa, na hapa ni ukurasa wa 16 mahali ambapo tetesi hapa ndo ukaisuka. Trent ashindwa kuishi na msupa wake. Imekuwa ngumu zaidi kwa aliyekuwa nyota wa Liverpool na timu ya taifa ya Uingereza, akiwa ameachana na mrembo wake, ndo raha. Nyota wa zamani West Brom anaswa na misokoto ya bangi akitumia ile kitu moshi wakati mwingine ni mzuri, nasema ndawa ya saratani. Sina habari hayo. Tusonge, tuingie ukurasa wa 17, na hapa ndipo Nadia alia hasara ya mamilioni iliyomfanya kufunga lebo. Taarifa za ndani hizo mastaa ambazo ukizipata unapata raha kulikweli wakati unasherehesha mambo yako ya hapa ndani. Ukurasa wa 19 ndipo Cecil Odongo amemwangazia nyota ambaye ni Eberechi Eze, amekuwa muhimili mkubwa katika Arsenal kuendea makombe matatu msimu huu. Na ukurasa wa mwisho ni usahau ni wangapi, 20, na hapa ndipo Liverpool na Chelsea kwenye kukurukakara za kuwania nafasi ya kwenda ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Tuangalie upande wa Saturday Nation. Ukiangalia upande wa Saturday Nation, taarifa ambazo nimepewa kipaumbele ni tenisi, alafu kuna gofu. Ukurasa huo mwingine, ukurasa wa 26,
ameandika Ayumba Ayodi, anasema kwamba Gabi Ayimba huyu ni mdogo ama ni mtoto wa aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya raga Ayimba ambaye aliaga dunia. Anasema kwamba Gabi Ayimba Strathmore Lewis star walking in his father's footsteps with Kenya Sevens. Na upande ule mwingine ni mechi za leo za ligi kuu ya SportPesa ambayo Makori ameweza kuziangazia hapo awali. Alafu huku nyuma taarifa ambayo imepewa kipaumbele ni mechi ya kesho. Nasema kwamba ni mechi kubwa, mimi hainihusu. Inahusu tu Makori. Inafaa wahusu watu wa Manchester. Lakini sisi tunajua upande wetu, ule upande mwingine. Haya, Arsenal and Man City brace for high stakes final at Wembley. Kesho ni finali ya mechi ya Carabao. Kwanza ubashiri wako? Ni ushindi wa magoli 2-1, nimeandikia mati lakini Umesema utafuta tu. Lakini jana ilikuwaje yenyu? Sare ya mabao 2. Na kadi nyekundu. Kwa hiyo ukurasa wa mwisho kabisa ni ukurasa ngapi huo? Ukurasa wa 29. Labda tunakafunga hivyo sasa. Lakini alikuwa ni mwalimu wake huyu. Lakini huyu Arteta asije akachoma shule. Kumbuka kwamba Man City ni mwajiri wake wa zamani na huyu Pep Guardiola alikuwa ni kama mwalimu wake hivi kama sijakosea. Ni mwalimu wake. Alafu wote ni wa Hispania. Wote ni wa Hispania. Haya, alafu kesho hapo sasa kitawaka moto. Kiwake kabisa. Niliona picha nyingine kwa mtandao inafurahisha wakati ligi ya mabingwa Ulaya imeisha, raundi ya 16 bora, wameenda robo finali, Chelsea wametoka, Liverpool wameng'ang'ana kweli kweli. Sasa niliona Chelsea wakikaribishwa, mtu wa Man United anakimbia kuwachukua. Airport. Alienda kuchukua airport. Haina neno, ndo hali ya soka. Kuna kupoteza, kuna kushinda, kuna kutoka sare. Lakini kesho mjitahidi, msijaibishe. Na total nilikuwa naangalia pia picha nyingine kwenye mitandao wakisema timu gani ambayo ina basi ya maana sana hapa Kenya. Shabana. Ile Shabana ni kali. Wallahi. Bali hata ya Shabana ni kali. Achia mbali sijui Gor Mahia, sijui FC, Tusker, chana na ile ya Bandari ile ni ya kitambo sana. Basi ya Shabana ni kali. Wewe unasemaje? Mimi naona kama nitasalia hapo nyumbani tu. Lakini mechi ya leo ni ngumu. Mechi ya leo ni ngumu ikilinganisha kwamba Shabana wamepoteza, walimwachilia kocha juzi. Na huyo kocha kwa upande wangu alifanya kazi nzuri. Ni wakati mwingine wajua hapa nchini vilabu havina subira. Huwa havina kabisa. Nasema kama ukipoteza mechi 2-3 basi wewe. Basi ingekuwa Arteta angeshafutwa kitambo. Kama ingekuwa ni kwamba kama ashindi mechi 2-3 angekuwa shaenda. Kwa hivyo hapa nyumbani huwa hatuna subira. Na walimwachilia kocha mzuri. Na ileo na kibarua kigumu, sijui itakuwaje ama game ishaanza, nadhani itakuwa ishaanza kwa mida ya saa 10 bado. Walikuwa wanafukuzia taji la ligi kuu ya SportPesa. Kidogo wanaona kama limewaacha, lakini bado wana nafasi kwa sababu zimesalia mechi kama 10 hivi msimu kukamilika. Jackie anasema tukafunge alafu tumwache na bao la siku. Kauli yako? Sina kauli. Mvua imenyesha kweli Nairobi. Keep warm. Keep warm. Ndio maana una mafua. Na mafua kidogo na napambana. Mafua ni haraka. Asante. Ndio imekuwa mikiki kutoka hapa Nova Pioneer ikiwa ni kaunti ya Kiambu na kuacha na goli la siku. Kwaheri ya kuonana.